Mwalimu, nakupongeza. Hujambo na karibu Teachkrest, mimi na wako Bikerobo. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Ninafurahia sana. Huko tunafanya Kiswahili, jiografia na kila kitu kuhusu maisha, okay? Jina langu ni Bikerobo, ikiwa unifahamu, na kwa wale ambao ni mara yao labda ya pili, tatu na kadhalika kufika huku, nashukuru sana. Yeah, nashukuru sana. Leo hii tunataka kuangalia shairi ambalo limeandikwa na Amana Bouquet, ama ni Bouquet, na katika diwani ya mashairi, dunia ya washairi, ambayo ni diwani inafanywa kwa kidato si kidato, kwa grade ya 10, 11 na 12 kwa mfumo wa umilisi, yani CBE, competence based education, okay? Mwalimu, nakupongeza. Linaenda hivi: japo karo menitoza na pia kuniadibu, sina budi kueleza ambalo limenisibu. Mwalimu, nakupongeza, kazi yako ni ajabu. Kwanza niliendeleza, sijui kitu ni dupu, pole nikaanza kusoma ba, be, bi, bo, bu. Kisha ukanielekeza kujumlisha hesabu. Wakati tunapocheza ulikuwa ukaribu, baadaye watufunza kwa ujuzi taratibu, mpaka tukamaliza, na wewe ndiyo sababu. Najua ulijikaza kuiepuka aibu, vituko nilivyofanza vya stahili adhabu, lakini ulivipuuza, ukatimiza wajibu. Sijui cha kukutunza, mwalimu wangu habibu, sifazo zitamaliza, naweza jaza vitabu. Elimu ni mwangaza, hukabili masaibu. Shairi hili lina beti 1, 2, 3, 4, 5. Ukiangalia muundo wa shairi hili lina beti 5. Shairi hili pia lina mishororo 3 kwa kila ubeti. Shairi hili lina vipande viwili kwa kila ubeti. Vina vya ndani vimetiririka, ni zaza, amenitoza, kueleza na kupongeza, endeleza, nikaanza, ukanielekeza, tunapocheza, watufunza, tukamaliza na kadhalika. Navyo vina vya nje vimetiririka ni bu, kuniadibu, kunisibu, jabu, adubu, bu, hesabu, karibu, taratibu, sababu, aibu, adhabu, wajibu, habibu, vitabu, masaibu. Shairi hili halina kibwagizo. Ukiulizwa shairi hili ni la aina gani? Shairi hili bila shaka ni shairi arudhi, kwa sababu limefuata sheria za kuandika mashairi ya kijadi. Shairi hili ukiulizwa lipo katika bahari gani, mwanzo tutapata ni shairi la bahari ya Tathlitha, kwa sababu lina mishororo 3 kwa kila ubeti. It has 3 lines on each stanza. Pia shairi hili ni bahari ya Mathnawi, kwa sababu lina vipande viwili kwa kila mshororo. Sawa sawa. Shairi hili pia ni mtiririko, kwa sababu vina vya ndani na vya nje vinatiririka, they are flowing. Shairi hili kwa sababu limeingia katika bahari zaidi ya 3, tutapata ni shairi la bahari ya Sakarani, okay? Mshairi, poetical license, ameweza kutumia inkisari, amefupisha neno umenitoza likasoma menitoza, hivyo amedondoa hiyo ni mbinu au uhuru wa mshairi au idhini ya mshairi kwa jina inkisari, na sababu ya kufanya hivyo amefupisha
neno hilo umenitoza likasema menitoza, ili kupata urari wa mizani. Sawa sawa. Jambo lingine amelifanya pia katika inkisari ni katika ubeti wa mwisho ameweza mshororo wa pili kipande cha kwanza, sifazo zitamaliza. Sifa zako ilikuwa irefushwe iseme sifa zako, lakini amesema sifazo, na sababu ya kufupisha neno hilo ni ili kupata urari wa vina na pia kurahisisha matamshi. Sifazo zitamaliza, sitamaliza, naweza jaza vitabu. Pia amefupisha neno ukanielekeza, akasema ukanielekeza. Sababu ya kufanya hivyo ni kupata nini? Urari wa vina. Ukiangalia kwa mbinu, kuna urudiaji wa sauti ili kupata ule mdundo wa kishairi, rhythm. Kusoma ba be bi bo bu, kujumlisha hesabu. Nimefanya hivyo ili kupata huo mdundo wa kimuziki. Haya, alafu tunaona mambo ambayo Nafsineni ambaye ni mwanafunzi anampongeza mwalimu. Mwanzo anampongeza kwa kazi yake ya ajabu, akamfunza kusoma kuanzia herufi za abjadi, akamfunza silabi na kadhalika, akamfunza kujumlisha hesabu, akamwelekeza you guide. Haya, wakati walikuwa wanacheza, tuko na kitu tunaita child protection. As teachers we are the front line workers when it comes to children protection. Na tunaona anafanya hili akihakikisha kwamba yuko karibu. Huenda mwanafunzi anapokuwa akicheza na wenzake ameumia, nani atamfanyia huduma ya kwanza? Inabidi mwalimu awe karibu. Ili kufanya hayo, hata kuwaelekeza. Haya, baadaye watufunza kwa ujuzi taratibu, skills, akawafunza polepole. Na mwalimu hataki aibu. Like for me, I don't associate with failure. So I'll do my level best to ensure that my students perform, at least they unleash their potential. Of course, not everyone will be an A student, a B student, but I try my level best to push them. Mtu asije akawa na kikwazo akasema, laiti Madam Kerubo angefanya hivi, Nana ungefanya vile, maisha yangu yangekuwa tofauti. Na hakikisha nimejitolea muhanga, nilipwe nisilipwe, najitolea. Kama ni darasa na hudhuria bila kukosa. Ikiwa nimekosa, labda kuna kitu ambacho singeweza kuepuka, lakini kama ningeweza kuepuka na nilikuwa na muda ambao ningeweza kufanya au kukadiria somo hilo, nitafanya hivyo ili kufidia muda ambao umepoteza. Lakini nahakikisha nimefanya yangu yote nisije nikapata aibu. Haya, vituko nilivyofanza, ameweza kutumia uhuru wa mshairi ambao unaitwa uhuru wa mshairi unaoitwa nini? Unajua? Fanza badala fanya. Hayo ni matumizi ya lahaja. Kumbuka tumeswahilisha Kiswahili. Pia tumefanya usanifishaji wa lugha, standardization of the Kiswahili language. Hivyo kuna maneno ambayo unapata yalikuwa katika lahaja zingine na watu wanayatumia sasa. Sababu ambayo imemfanya mtunzi aweze kutumia lahaja hapo au kikale ni ili kupata urari wa vina. Ilikuwa isome vituko nilivyofanya. Lakini ukiangalia kipande cha mshororo uliotangulia ilikuwa inasema ulijikaza.
So angetoka za akuja aseme fanya, ingekuwa nya, bali ikabidi aweze kutumia fanza ili apate nini? Urari wa vina. Haya, pia tunaona jambo lingine ambalo mwalimu amelifanya ni kupuuza baadhi ya vituko hivyo, kwa sababu unaona mimi mwanafunzi siku moja hatabadilika. Ukatimiza wajibu. Kama ni kiboko utamwadhibu. Kani kuongea tutaongea. Sijui cha kukutunza, mwalimu wangu Habibu. Yeah. Nakumbuka kuna mwalimu mkuu aliwahi tuambia sijui tutawahi fanya hii game ya my principal once said. So, in one station that I ever worked, the principal ever said, there's a lot that you'll do that will not be monetary, be compensated. Kuna mengi ambayo unafanya hata hakuna mtu ambaye ataweza kukulipa. Naamini baadhi ya baraka hizo ndizo zinatuweka. Kazi nayo watu wanafanya ni nyingi sana. You are a nurse at one point, you're a security. Unafaa ufunze, you're a guide. Mambo ni mengi ambayo mwalimu anapaswa kufanya, na hakuna namna ambavyo unaweza kumtuza hadi aridhike. Unaona? Hivyo akatuambia let our salary be our motivation. See? It's just a token. It can never be enough to compensate the work you do. Yeah? Ndipo utapata shule tofauti have different salary ranges depending on what they are able to afford. Haya, pia namalizia kwa kutumia msemo elimu ni muangaza. Hivyo kuna tabdila pale. Angesema muangaza with the W, akatumia muangaza. Angaza badala ya muangaza, ili kurahisisha nini? Matamshi wakati wa kukariri shairi hilo au kuligani. Natumai umelipenda shairi hilo ambalo linampongeza mwalimu. Kama jana ilikuwa Jumatatu tarehe 24 mwaka Agosti mwaka 2026. Nilipata mwalimu wangu Bwana Evans Mokaya. Alinifunza Kiswahili na somo la social studies ikiwa darasa la 5-6 2010. Nilifurahi hata nilivyomkumbatia nilikuwa nimefurahi sana. Hivyo alikuwa ni baadhi ya watu ambao nawapongeza, walimu wangu wote. That's my special dedication. Mnafanya kazi nyingi, mmetufanya tufike ambapo tumefika, ndipo hata mimi ni mwalimu. Na natumai naweza pia kuwa kielelezo chema kwa wanafunzi wangu. Yeah. An inspiration or something. Yeah. Actually, it's in this era that I've come to realize people genuinely like, when I grow up I want to be a teacher. It means you're doing a good job that makes them to admire this kind of work that we do. Imagine. Yeah, I applaud myself. Huenda hakuna mtu anakuambia hivyo, lakini mwalimu nakupongeza. It's a pat on the back. Yeah, we do an amazing job for real.